Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anami sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu wa Islamu, tunaangalia kuhusu najisi. Tumeona lazima tujitaharishe na najisi, kwa sababu bila ya kuondoa najisi sala yetu haziwezi kuwa sahihi. Mtu yote atakayesali na najisi sala yake itakuwa imeharibika. Kwa lazima tuangalie hizi najisi. Najisi kama tulivyosema hapo awali kwamba ni zile taka ambazo sheria imeamrisha kuzisafisha ama kuziondoa, kwa sababu kama zinabaki zinaathiri sala yako. Ina maana kama itakuwa taka lakini haiathiri sala, hiyo sio najisi. Tulitoa mifano mbalimbali inshallah taala katika darasa iliyopita nyuma. Sasa leo tuangalie hizi najisi zimegawanyika katika namna ngapi na hukumu zake. Najisi zimegawanyika katika vigawanyo vitatu. Kuna najisi ambazo zinatoka katika njia mbili, an-najasatul kharijatu minas sabilaini. Zipo najisi zinatoka katika njia mbili. Njia mbili ni sehemu ya mbele na nyuma ya mwanadamu, ni sehemu ya mbele, utupu wa mbele na utupu wa nyuma. Alafu kuna najisi ambazo zinatoka min sa'ir aljasad, min sa'ir a'dha'il jasad, kwamba zinatoka sehemu nyingine ya mwili. An-najasatul kharijatu min a'dha'i ukhra au min sa'ir aljasadi, najisi zinazotoka katika sehemu nyingine ya mwili. Alafu kuna najasatu alkharijia, kuna najisi ambazo hazimo kabisa katika mwili wa mwanadamu, zinatoka nje ya mwili wake. Kwa hiyo tutaangalia hizi najisi zote na tuangalia namna ya kujitaharisha kwake, na tutaangalia kama kuna vigawanyo, kama kuna masaili ndani yake ambayo yanatakiwa kufafanua inshallah taala. Tutaangalia kadri ambayo Allah atakuwa ametufungulia. Kwa hiyo tuanze na najisi ambazo zinatoka katika njia mbili. Najisi zinatoka katika njia mbili ni zile ambazo zinatoka katika utupu wa mbele au utupu wa nyuma, na hizi tutafafanua inshallah taala. Najisi ya mwanzo inayotajwa katika hii ni albaulu, mkojo. Mkojo ni katika najisi ambazo natakiwa ziondoshwe, na mkojo umeelezewa kitu ambacho kimo katika mkojo kinapaswa kufanuliwa. Ni mkojo wa mtoto mdogo wa kiume ambaye ananyonya, yani hali chakula kingine chochote tofauti na maziwa ya mama yake. Mkojo huyu wa mtoto huyu, mkojo huo umeondoshwa katika najisi, kwamba haumo, lakini mkojo mwingine wowote ule unaitwa mkojo. Kwa hivyo hata wa mtoto wa kike mdogo, na hiyo na sayansi wamejaribu kuogelea, kwa sababu ni hukumu imekutwa katika sheria. Kwa hapo watu wamejaribu kufuatilia, wakaona ipo tofauti kati ya mkojo wa mtoto wa kiume na mkojo wa mtoto wa kike. Ukiuliza matabibu, madaktari watawaambia, lakini katika sheria yetu sisi mkojo wa mtoto mdogo wa kiume ambaye ananyonya tu, hajaanza kula vyakula vingine, mkojo huu ni safi, sio najisi. Lakini mkojo uliobakia wote, wa mtu mzima, mkojo wa wanyama, mkojo wa mtoto wa kike, mkojo muhimu unaitwa mkojo, basi mkojo huo ni najisi, inabidi uondoshwe. Na najisi ya pili ni alghaitu, ni haja kubwa. Haja kubwa ni inafahamika, lakini hii haina mtoto wala haina mkubwa. Haja kubwa ni najisi, isipokuwa haja kubwa ya wanyama ambao yukalu lahmuhunna au yukal lahmuha, wanyama ambao nyama zao zinaliwa. Wanyama ambao nyama zao zinaliwa, kinyesi chao sio najisi. Wanyama kama ng'ombe, mbuzi na wengineo ambao mnawajua, hata ndege wale ambao kinyesi nyama zao zinaliwa, wale sio najisi. Sasa hapa kuna masala moja. Kuna wanyama wanaitwa jalal. Jalal ni mnyama ambaye amekula najisi. Yani kama unapotembea mbuzi wetu ovyo au kuku zetu wanatembea ovyo, anaweza akapata kula najisi. Na tukisema wanyama pia unajumlisha na ndege ili mfahamu kidogo. Kwa hiyo wakiwa wanatembea hawa wanapokula najisi, wale wanyama wanaitwa jalal. Wale wanyama wakati ule wamekula najisi hawafai kuliwa. Yani nyama yao inabidi wafungiwe, wataharishwe. Nikimaanisha kwamba
kile kipindi ambacho mbuzi ameonekana kula najisi, kula amekula kinyesi au amekula damu au amekula hivi, atakuwa yupo katika kundi hili. Je, yule mbuzi kinyesi chake wakati ule, kwa sababu tumesema wanyama ambao nyama yao inaliwa kinyesi chao sio najisi. Sasa je, wakati ule mnyama ambaye amekula najisi ni yeye mwenyewe ameingia katika kundi la wanyama wasioliwa kwa wakati ule, bado hajataharishwa? Tutaelezea namna ya kutaharisha kwa sababu tutataja huko mbele baadaye. Tunasema kinyesi cha mbuzi au cha ng'ombe wakati ule amefungiwa kwamba yeye pia ni ameingia katika kundi la kutokuliwa nyama yake, pia kinyesi chake nacho kitakuwa najisi. Kwa lazima utofautishe kati ya mnyama ambaye anayeliwa nyama na mnyama asiyeliwa nyama. Hii ni rahisi, lakini utofautishe pia huyu mnyama pia anayeliwa nyama wakati ambao naye amekula najisi, ambao nyama yake itakuwa haifai kula wakati ule, ufahamu pia kinyesi chake inaingia sawa na mnyama ambaye nyama yake hailiwi, kwa sababu kama sababu ni kutokuliwa nyama, basi na yeye pia wakati ule nyama yake hailiwi. Kwa natamani hapa tungefahamiana kidogo, tofautisha, kwa sababu tushajua hapo wanyama ambao nyama zao haziliwi, hawa kinyesi chao ni najisi, hakuna tatizo. Mbwa, nguruwe na kadhalika, huko na wengineo wanyama wanaowinda wakali, tutafahamua katika darasa za vyakula huko baadaye. Lakini kuna wanyama wengine wanaliwa, tunasema kinyesi chao sio najisi, sawa, lakini wakati ule ambao wao wamekula najisi pia watakuwa hawaliwi nyama, basi wakati ule na wao pia kinyesi chao kitakuwa ni najisi. Kwa hiyo mtu ajitoharishe nacho. Ama kutoharisha mkojo na kinyesi ni kwa kusafisha, kuondoa ile athari. Kishaondoka athari ya mkojo, kiondosha athari ya kinyesi, basi itakuwa umetoharika. Na athari ni vitu vingapi? Ni vitu viwili mpaka vitatu. Kitu cha kwanza ni rangi, kama rangi ondoshe. Kitu cha pili harufu. Kitu cha tatu ni testi fulani, kama ile kinyesi na testi fulani iondoke, na hii ni kwa kumimina maji inaondoka, japo kwamba wanachuona na ruhusa ikiwa kuna ugumu wa kuondosha hasa rangi, wakati mwingine inakuwa vigumu kuondosha, hakuna tatizo kwa sababu jitihada zimefika hapo. Kwa hiyo mtu anaweza kujitahidi kuondosha rangi fulani ya kinyesi au ya mkojo ikawa ngumu. Je, itakuwa ile sema hajataharika? Imetaharika. Na hii masala ya pili katika mkojo na kinyesi katika sehemu ya kusalia. Mfano, ikipatwa msala au busati la kusalia na sehemu moja, je, limeharibika busati lote, yani lote lina najisi au ni ile sehemu tu? Hakika najisi ikipata sehemu ya msala, basi ni msala mzima umenajisika. Kwa hiyo kama mjatoharisha ile sehemu, mkaendelea kusalia ile sehemu ambayo nyinyi mnaona ni safi tu, ina maana hamjatoharisha, bado mnasali katika sehemu ambayo inatakiwa itoharishe. Najisi ya tatu inatoka katika njia mbili, ni madhi. Madhi ni maji yanayomtoka mtu kwa kutamani. Maji yanatoka kawaida mtu anapokuwa ametamani, labda kumchezea mkewe au kuchezewa na mumewe, mnafahamu, kwa kuvuta fikra na kadhalika, akatokwa na maji sehemu zake za siri, yale maji yanaitwa madhi. Sio manii, tutafafanua manii baada ya muda. Haya maji ni najisi, inatakiwa taharishe. Hii utayafahamu kwamba haya maji yanapotoka ile hamu inabaki, yani hamu haiondoki, bado unazidi kutamani zaidi. Yale maji ya matamanio mara nyingi yanatoka katika maandalizi, walioa wanafahamu, wakati unaingia katika kuendea ile tendo kuna maandalizi yanatangulia. Sasa yapo maji huwa yanatoka, na wengine wa maskini ya Mungu hata kama hawajaoa, basi zile fikra zao tu Allah wasaidie, aongoze vijana, na wengine ile akiona kitu hivi, kuna mwanamke kapita, basi mtihani, yani sasa yale maji ndio yanaitwa madhi. Sasa yale maji yanakuwa ni najisi, inatakiwa mtu ajisafishe, umefahamu? Na kuna maji yanayoitwa wadi. Wadi ni maji yanatoka, ni maradhi, na mara nyingi yanatoka kwa baridi au akishakojoa mtu yanafuata yale maji. Sasa ni muhimu mtu kutazama hili, kwa sababu unaweza kutoka chooni umekojoa, umeistanji vizuri, afu baadaye akatoka ile maji akakubakia katika nguo ukaenda kusali, maskini. Haya maji huwa ni maradhi, yanatibiwa, atakiwa mtu ajitahidi kutafuta tiba ili aweze kuondokana na hii hali. Halafu kuna manii. Manii pia ni katika najisi, kwa kauli wanachuoni pia. Wapo wengine wanaona manii ni safi, lakini kwa kufuatilia kichimbwa vizuri utaona manii kuyataharisha ni kazi, kwa sababu njia anayopita manii ndio njia anayopita najisi, na unapita maji yote unayoona wewe hayo. Kwa hiyo manii yenyewe ni maji pia yanatoka, lakini haya yanatoka kwa kukata ladha, na hii utayafahamu kwa sababu manii asili yake yakitoka na ile shahawa inaisha, yani ile kutamani tena kuhitaji kuendelea
inakatika kabisa, na wanaume utaona sehemu nyingine, sehemu za siri zinalala kabisa, zinahitaji tena muda kidogo mchache, au wengine ndio hivyo tena kuyainua inakuwa ni kazi. Sasa hii unajua haya ni manii, tofauti na yale ya mwanzo ya madhi ambayo utaona bado unahitaji tu kutoka na yale matamanio na kadhalika. Kwa hiyo manii haya pamoja na kutaharishwa, haya pia huwa na lazimika mtu kuoga, kwa sababu anakuingiza katika hadathi kubwa. Hii najisi ya manii inakupeleka mtu inabidi ukoge ili kuruhusiwa kufanya ibada zingine na kadhalika. Kwa hiyo tumetaja mkojo, tumetaja kinyesi, tumetaja madhi, tumetaja wadi, tumetaja na manii matano. Pia damu ambayo tunazungumza hapa ni damu tatu, na damu ya nne si mashuhuri, tutaitaja pia, watu hawazungumzii. Damu ya kwanza ni damu ya hedhi. Damu ya hedhi pia inatoka katika sehemu hizo mbili, ni najisi. Tutafafanua baadaye kuhusu hedhi, lakini kwa muktasari, hedhi ni damu ya kawaida kwa mwanamke ambayo inatoka kila mwezi, pengine mara moja, wengine wanazungumza wengine siku 28, mzunguko wengine 30 na hivi. Na hii ni damu ambayo inaambatana na sifa zake. Kwanza ni nyeusi sana, ni nyeusi ambayo ni nyekundu, inakaribia kuwa weusi. Ni nyekundu sana kwa maana ni nyeusi, ni nyeusi au ni nyekundu mno. Alafu pia ina harufu yake, mnafahamu, na ina mzunguko wake maalum. Hii tutafafanua kwa wakati wake, lakini kisha kuwa damu ni hedhi ni najisi. Kuna damu inaitwa nifasi ambayo inaambatana mambo ya kuzaa, pia ni najisi. Na zote tutafafanua hukumu zake. Na kuna damu inaitwa istihadha. Istihadha ni damu ambayo sio hedhi wala nifasi, yani haitoki katika hedhi wala haitoki katika wakati wa nifasi, pia nao ni najisi. Na kuna damu nyingine inaweza kuingia katika istihadha, damu ya bikra. Wanawake wengine wakishafunguliwa mlango ule wanatokwa na damu, ile damu pia ni najisi. Hizi ni aina ya damu ambazo zinaweza kupatikana kwa mwanamke tu, na hizi zinakuwa jumla 4 na zile 5 zimekuwa 9 sasa hivi. Na kwa muktasari, hizo ndio najisi zinazotoka katika njia mbili kawaida yake: mkojo, ni haja ndogo, haja kubwa, na damu hizo 4 na zile maji mengine ambayo yanatoka wote, wanawake na wanaume, manii, madhi na wadi. Na zote hizi zinatoharishwa kwa kuondosha athari yake, isipokuwa moja tu, hiyo ya manii, na nyingine hii ya hedhi na nifasi. Hizi baada ya kutoharisha pia kuna kuoga ili iweze kuwa mtu amekuwa tahara kamili. Yani hizi zingine ukiziondosha tu athari umeshatoharika, umetoharika. Lakini hii ya manii, ya hedhi na nifasi, hii lazima baada ya kutoharisha lazima ukoge. Tutaelezea inshallah taala utaratibu wa kuoga. Tutakuja darasa nyingine kuangalia vigawanyo vingine vya najisi kutokana na wasaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.